tarehe 20 Juni. Waheshimiwa madiwani, sisi tunakutana hapa kwa mara nyingine tukiwa tunahitimisha kazi zetu tulizozifanya kwa kipindi cha miaka mitano, tukiwa na bashasha, tukiwa na afya na utimamu wa akili. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukamilisha safari hii ya miaka mitano tukiwa na mambo hayo. Jumla ya kata 20 kwenye manispaa yetu ya Kinondoni. Ninafurahi kwa kipindi cha miaka mitano ya uhai wa baraza hili, Mwenyezi Mungu ametunyoshea mkono. Hakuna diwani aliyetwaliwa na Mwenyezi Mungu. Katika kata zetu 20 tunaondoka, na bahati nzuri mwenyekiti wa chama yupo hapa. Hakuna kata leo inaweza ikasimama ikasema hakuna kilichofanyika. Katika mitaa yetu 106 inayounda wilaya yetu ya Kinondoni, hakuna mtaa utasimama utasema hakuna kilichofanyika. Yapo mambo mengi tumeyafanya kutumia mapato yetu ya ndani ambayo yamekuwa yakiongezeka. Tuliingia hapa tukiwa na bilioni 42, tunaondoka leo tukiwa tumefikisha mapato yanayokwenda kufikia bilioni zaidi ya 86. Tumetengeneza upendo mkubwa sana ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Upendo tulioutengeneza wa kwanza ni wa sisi waheshimiwa madiwani. Tumependana, tumeaminiana na tumeshirikiana, na ndio maana tumeweza kutengeneza bondi, na bondi hii imekwenda kwa watumishi na watendaji wote. Katika kuaminiana kwetu na kushirikiana, tumeifanya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni chini ya uongozi wangu imetulia, na kwa kutulia tumeweza kufanikisha malengo yetu yote. Tumeshuhudia kwenye kipindi chako utulivu mkubwa sana kwenye halmashauri yetu, lakini tumeshuhudia mashirikiano makubwa kati yako wewe, Songoro Mnyonge, na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wake. Mwenyekiti, sisi Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa kwa kiwango kikubwa sana na kazi yenu, na ingekuwa ni max, nilikuwa namsikia mkurugenzi anasema 99, sisi tungetoa 100+, kwa maana wewe mstahiki meya na madiwani, mkurugenzi wetu na timu yake ya wataalamu, mmefanya kazi kubwa sana ambayo inakwenda kukiheshimisha Chama cha Mapinduzi. Kazi mlioifanya nyie, sisi ndio wasemaji. Tunaposimama mwezi Oktoba kuwaomba ridhaa tena kwa wananchi, tutajivunia kazi ambayo nyie mmeifanya. Tutajivunia pia kazi kubwa ambayo imefanywa na rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumesikia karibu trilioni 1.5 zimeletwa kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Ni mafanikio makubwa sana, na mimi siamini kama kuna wilaya itakuwa imepata pesa nyingi zaidi ya Kinondoni. Kila laheri wale ambao mna dhamira ya kugombea, niwatakie kila laheri. Wale ambao mna dhamira ya kupanda kutoka mlipo kwenda kwingine, niwatakie kila laheri. Na sisi Chama cha Mapinduzi niwathibitishie kwamba hatutamuonea mtu, tutatenda haki kwenu, kwa sababu na nyie mmetenda haki kwenye utumishi wenu. Kuna wakati huhitaji mabadiliko sana, unaona kama ukibadilisha sana hivi unaenda kukosea. Kwa hiyo nikuthibitishie mstahiki meya, sisi tuko pamoja bega kwa bega na wewe na timu yako hii ya madiwani. Wale ambao wanasema, sijamsikia mtu akiniambia anapumzika, naamini wote mpo. Tuko pamoja, tutaendelea kushirikiana. Msisikilize maneno ya watu, mwenyekiti au katibu mwenezi. Sisi ni wasimamizi, sisi ni malefa wenu, lakini hatuwezi pia kuizuia ile haki ya wanachama wengine, sababu ile haki imewekwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo naamini mnaenda huko, mtakutana na rafu, mtakutana na rabsha, lakini pale ambapo mnahitaji msaada wetu, tuendelee kuwasiliana. Sisi na nyie tutaendelea kuwashika mkono pale ambapo panahitajika. Niwatakie kwanza wewe mwenyewe mstahiki meya, naibu meya na madiwani wote kila laheri katika kinyang'anyiro hicho kinachokuja. Tunajua kwenye chama ratiba ilishatolewa ya uchukuaji wa fomu, na najua hapa waheshimiwa wote hapa
mnatamani mrudi. Mimi nina imani kubwa, ninawatakia kila la heri kwamba mafanikio haya mazuri mliokuwa mmeyafanya, mmeyaleta kila mmoja kwenye kata yake, sina shaka hata kidogo kwamba nyote nyinyi mtarudi. Labda wale ambao watasema bwana mimi sirudi, lakini na imani kubwa kazi mlioifanya hii inajiuza, na wananchi wenyewe wanaona hizo kazi ambazo mmezifanya, iwe kwenye elimu au iwe pengine kwenye afya au pengine iwe kwenye barabara, kwenye sekta yako hii. Na niwaombe sana wakati wote sasa hata tunapoenda tuzungumze mafanikio haya, ikiwa pia kutangaza kazi nzuri zilizofanywa na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu ameleta mahela mengi kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Sisi zaidi ya $1 trilioni hivi amezileta za maendeleo, na hata pesa hizi, usimamizi na kazi nzuri iliyofanywa na manispaa ni kutokana na maelekezo mazuri na usimamizi wa kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunavyoenda hivi pia tuendelee kuzungumza mafanikio haya yaliyopatikana kwenye wilaya yetu ya Kinondoni na kwenye kila kata na kwenye kila mtaa ambao sisi tumeendelea kuhudumia. Waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa amepewa mamlaka ya kuvunja baraza la madiwani siku 7 kabla ya bunge kuvunjwa wakati wa kusubiria mchakato wa uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI ameshatangaza kuvunjwa kwa baraza la madiwani mnamo tarehe 20 mwezi wa 6 2025 kupitia vyombo vya habari mnamo tarehe 15 Juni 2025, ambapo ametoa maelekezo kuwa katika kipindi chote ambacho baraza la madiwani litavunjwa, majukumu ya baraza pamoja na kamati zake yatatekelezwa na mkurugenzi wa manispaa wa Kinondoni akiwa mwenyekiti na wajumbe wake akiwa ni wajumbe wa management ya manispaa Kinondoni. Aidha, ameelekeza kuwa CMT, kwa maana kwamba timu ya management chini ya mwenyekiti wa mkurugenzi, haitaruhusiwa kuanzisha miradi mipya ama uwekezaji. Pia hairuhusu kubadilisha miradi ama uwekezaji ambao haujapitishwa na maamuzi hayo ambayo hayajafanywa na baraza la madiwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hili naomba nitoe msisitizo kwamba sisi kama kwa niaba ya management ya halmashauri ya manispaa Kinondoni, miradi yote ambayo inaenda kutekelezwa imepitishwa na baraza lako hili, na kwa mujibu wa maelekezo haya Mheshimiwa Waziri, na tutakuwa tayari kutoa yale ambayo yameendelea katika kipindi hiki katika baraza lijalo.